na alama 12. Nadhani katika mechi hizi 4 ni Musa Kamara pekee ndiye ambaye hajafanyiwa mabadiliko, lakini wachezaji wengine wote wamefanyiwa mabadiliko. Kumekuwa na mzunguko hapa na pale, yote ni kuweza match in na ugumu wa ratiba. Tumeibuka na ushindi leo wa magoli 2-1. Haikuwa mechi nyepesi sana na haukuwa ushindi wa kufanya urelaxing, lakini yote kwa yote tunawashukuru wachezaji wetu kwa kuwa na ubora usiomithilika na kuiwezesha Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mechi hii ya leo dhidi ya KMC. Msemaji, mmefanikiwa kushinda hitaji taji la ligi kuu ya NBC. Tuna muda mrefu, miaka 23 hatujachukua kombe hili. Kwa hiyo msimu huu tunaona kabisa tunastahili kuchukua kulingana na ubora wa timu na mwenendo wa ligi unavyoelekea. Unaona kabisa Simba iko kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tumepata ushindi katika mechi hizi ambazo naamini watu wengi sana wamekuwa surprise. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao, lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea. Mechi na JKT hawakuamini kilichotokea. Mechi ya Pamba alikadhalika. Basi labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumefanya vibaya nyumbani kwake vile. Kwa hiyo tumechukua alama hizi 12. Mimi naamini kuna watu hivi sasa nafsi zao zimechemka upya, nafsi zao zimepata moto upya na zimepata mhaho mpya na zimepata uoga mpya baada ya Simba kupata ushindi katika mechi zake hizi 4 za viporo. Msemaji, katika mechi 4 ambazo umezizungumzia ambazo kwanza tuongeze mwalimu ama ni wa muda ama ni wa kudumu wa KMC amechukua mikoba ya mwalimu Mtala. Ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana na imetoa upinzani mkubwa sana kwa Simba Sports Club, na nadhani katika mechi 4 hizi ambazo tumecheza back to back, hii ndio mechi ambayo imekwenda vizuri. Kwanza hakukuwa na rafu za shamba, lakini vile hakukuwa na upotezaji wa muda wa aina yoyote. Wameruhusu mpira uchezwe na wameruhusu timu bora ipate ushindi. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza KMC. Wamecheza mpira usiokuwa na mashaka ndani yake na wamefungwa kwa kulingana na makosa yao na ubora wa Simba. Tumemaliza syndicate yetu ya mechi 4 ambazo zilikuwa zimebandana kama tasbihi, na tumeweza kupambana kuchukua alama 12 katika mechi hizo. Haikuwa kazi nyepesi kabisa. Shukrani za kipekee zimwendee mwalimu Fadlu Davis kwa kuweza kufanya rotation kubwa ya wachezaji, kumpa nafasi mchezaji mmoja tofauti kwenye kila mechi na hatimaye kufanya Simba kufanya. Kweli tumepata kipimo kizuri sana. Namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na kukamia, sisi kwetu ilikuwa inatupa faida kubwa sana, na hasa katika mchezo wa leo na yenyewe imetupa funzo kubwa. Kama mnaangalia mchezo vizuri, muda mwingi wachezaji wote 11 wa KMC walikuwa wanakaa nyuma ya mpira ama walikuwa wana defense, wanalinda. Yani hivyo ndivyo ambavyo Berkane atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin Mkapa. Kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi namna gani ya kufungua loki za KMC ili Berkane atakapoamua kutaga na kukaa nyuma tujue namna gani ya kumfungua. Na bila shaka mmeona ndugu zangu, namna ya kumfungua. Ufunguo anao Joshua Mutale, kuna namna fulani anapiga 1-2, anachukua, anaweka goli. Sasa ile ndio tulikuwa tunafanya zetu mazoezi, namna gani ya kwenda kumkabili mpinzani wetu atakapoamua kukaa nyuma. Sema kweli, mimi ni washukuru
japo kuna ambao waliona wanatukomoa, lakini in a real sense walikuwa wanatupa mtihani ambao tukiufaulu tunakwenda kufaulu kwenye michuano ya kimataifa. Mechi na Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi pale tulikuwa tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania, namna ambavyo ilikuwa tafu, tulikuwa tunaongeza ubora wetu. Mechi na Pamba Jiji, namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi tulikuwa tunaongeza umakini. Mechi na KMC, namna ambavyo waliamua wachezaji wote 11 kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli mawili. Kwa hiyo tumepata mazoezi kweli, ambao baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana mnyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya finali. Semana mchezo wa pili mnapoteza clean sheet, au iwapi wasiwasi kuelekea mchezo unaofuata? Kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi. Huyo ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Kamara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu uliopita ya kuwa na clean sheet 16. Anayeshikilia rekodi hiyo ama aliyekuwa na rekodi ya clean sheet msimu uliopita alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na 15. Msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi tayari Musa Kamara ana clean sheet 16. Remember, huyu ni mchezaji mpya. Kwa haya mengine yanayotokea yote ni bonus, wala hatundai. As long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy. Lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa. Na unajua saa nyingine timu kubwa huwa hatupendi kufungwa. Yaani tunaweza tukakufunga magoli 7, ukatufunga moja tu tukanyong'onia. It happens sometimes. Kwa hiyo timu kubwa sisi huwa hatupendi kuchafuliwa. Umenielewa eh? Tunasemanga usichafue gazeti. Kwa hiyo ina kera, lakini hatuwezi kuanza kujiuliza kwamba sasa tumepoteza clean sheet. Hakuna cha maana chochote kwenye clean sheet hizo, kwa sababu tayari timu imeshinda. Lakini Musa Kamara ndani ya msimu wake mmoja tayari amesha prove kwamba yeye ni extraordinary player. Mimi ni kama fan wa mke wangu. Kari bana Amoshi swali bana. Kwa mwalimu alifahamu ubora wa Joshua Mutale na aliamini kabisa ni mimi ndio nitakuwa mtu wa mwisho kuendelea kumpa imani na matumaini Joshua. Na alikuwa akikaa anazungumza naye na akimpa mechi, hasa katika zile mechi za FA, ili kumjengea confidence. Mwalimu Fadlu amefanya kazi kubwa sana kurestore psychology ya Joshua Mutale. Joshua Mutale hana tatizo na miguu yake, yuko vizuri kweli kweli. Shida ni kwamba namna ambavyo alianza vibaya. Yes, ya mwisho namzungumzia Mutale hapa. Ya mwisho bodi ya ligi lazima tuwaheshimu. Sisi sio wale wa kuwatunishia misuli bodi ya ligi. Sisi sio wale wa kuwatusi bodi ya ligi. Sisi tumenyooka. Amesema muda umeisha, tunaondoka, lakini tumeomba tumalizia kumzungumzia Joshua Mutale.